Kikao cha kamati ya siasa cha Chama cha Mapinduzi CCM wilaya ya Meatu mkoani Simiyu kilichofanyika Machi 5, 2025 kiliibua hali ya sintofahamu baada ya kutokea mzozo mkali kati ya katibu wa CCM wilayani humo ndugu Naboth Manyonyi na katibu wa itikadi uenezi siasa wa wilaya hiyo ndugu Julius Maunde. Tukio hilo lilisababisha vurugu zilizowalazimu viongozi hao kutoka nje ya ukumbi na kuendelea na ugomvi wao mbele ya wananchi. Kwa mujibu wa mmoja ya wajumbe wa kikao hicho ambaye aliomba jina lake lihifadhiwe, ametueleza kuwa mvutano huo ulianza ndani ya kikao baada ya mwenezi wa CCM ndugu Julius Maunde kumtuhumu katibu wa wilaya Dr. Naboth Manyonyi kwa kuruhusu baadhi ya watiania wa nafasi za ubunge na udiwani kufanya kampeni za mapema kinyume cha katiba ya CCM. Maunde alidai kuwa katibu na baadhi ya viongozi wengine wamekuwa wakishirikiana na watiania hao katika kutoa hongo kwa wajumbe, jambo linalokiuka misingi ya chama. Baadhi ya tuhuma hizo katibu wa CCM wilaya hiyo alikanusha vikali, hali iliyosababisha mvutano mkali kati yao. Marumbano haya yaliendelea hata baada ya kikao kufungwa, ambapo wawili hao walisukumana na kutishiana kupigana hadi nje ya ukumbi mbele ya wananchi waliokuwa wakishuhudia tukio hilo. Katika mahojiano ya njia ya simu na moja kati ya media hapa nchini, Dr. Julius Maunde alikiri kutokea kwa mvutano huo, lakini alidai kuwa alikuwa na kutofautiana kwa kauli. Alipoulizwa kuhusu tuhuma alizotoa dhidi ya katibu wake, alisisitiza kuwa katibu Manyonyi ndiye anayepaswa kutoa ufafanuzi zaidi. Unakuta tu mtu anaanza kushikana na wewe bila sababu, sasa unakosa hata cha kueleza zaidi. Nashauri mhoje, ndiye atakayetoa majibu sahihi. Kuhusu uwezekano wa kuwapatanisha, mwenezi huyu amesema kwa sasa kila mmoja ataendelea kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa chama na kwamba suala hilo linaweza kujadiliwa baadaye katika vikao rasmi. Kwa upande wake, katibu wa CCM wilaya ndugu Naboth Manyonyi alipopigiwa simu na mwandishi wetu, alikiri kutokea kwa ugomvi huo, akidai kuwa chanzo chake ni mgogoro wa muda mrefu kati yake na ndugu Maunde. Amedai kuwa mgogoro huo ulianza tangu ziara ya ukaguzi wa utekelezaji wa ilani ya CCM katika kata ya Bukundi, ambapo wanadai mwenezi huyo alimtolea lugha ya matusi mbele ya wajumbe wa kamati ya siasa. Niliacha lipite, lakini ilipotokea tena kwenye kikao cha jana ikawa ni mwendelezo wa mambo yale yale. Aidha, Manyonyi amedai kuwa tofauti zao zinahusishwa na mbunge wa Kisesa Mheshimiwa Ruagampina, ambaye anadai kuwa nyuma ya mwenezi huyo kwa lengo la kumchafua katibu, ambapo katika kikao hicho walianza kujibizana na mbunge huyo kabla ya baadaye mwenezi kuingilia. Baada ya kikao kufungwa, tukiwa tumesalia wajumbe wa kamati ya siasa, akaanza kunitukana tena. Mimi nilimwambia sitarudisha tusi wala sitapigana naye, lakini alipojaribu kunirushia ngumi, wajumbe waliingilia kati na kumtoa nje ya ukumbi. Alipoulizwa kuhusu tuhuma kwamba anashirikiana na watiania wa nafasi za uongozi ndani ya chama, Manyonyi alikanusha madai hayo, akisema hakuna ushahidi wowote kuthibitisha tuhuma hizo. Haya ni maneno ya uzushi wanayoyasema, hawana ushahidi wowote. Katibu huyo amesisitiza kuwa jambo hilo linaleta taswira mbaya ndani ya chama kwa sababu kuna njama ambazo zimekuwa zikifanywa kwa makusudi kuharibu ajenda za vikao. Inaleta taswira mbaya kwa sababu ni chama cha watu wanafanya kumdhihaki bosi wake, na kabla ya jana tulichukua wakaenda kwenye hoteli moja asubuhi, wakapeana supu na mimi nikapata maneno kwamba walikuwa wanaongea kuwa hicho kikao hakitafanyika. Sijajua tutaliwekaje wakati wao wanadhamiria kupiga, kututukana na kufanya fujo.